Naitwa Paulo Josephat Charani, katibu wa taasisi ya ukombozi wa fikra Afrika, kwa kifupi UAFIA. Taasisi hii imeanzishwa tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2022. Kwa maana hiyo tarehe 11 mwaka huu imetimiza miaka miwili. Uanzishwaji wa taasisi hii ulilenga mambo matatu kwa maana malengo yake. Lengo kuu la kwanza ni kuchochea mapinduzi ya kifikra kwa vijana ili waweze kujitegemea katika kuendesha maisha yao na kusimamia rasilimali kwa kutumia sayansi na teknolojia. Hilo ndio lengo kuu la kwanza la taasisi hii. Lengo kuu la pili ni kuwasaidia Waafrika kimtazamo ili kuondokana na madhara ya kifikra tegemezi katika maisha yao. Kama mnavyojua, kuna mahala imefikia kwamba Mwafrika akisema wazo lake linaonekana sio bora sana, ila mtu wa ngozi nyeupe ama watu wa Ulaya, Marekani na nchi zingine wakiongea mawazo yao yaonekana yana maana kuliko sisi. Sasa lengo pia la taasisi hii ni kuondoa huo mtazamo ambao watu wamekuwa nao. Lakini lengo la tatu ni kujenga uelewa kuhusu umuhimu wa kujitegemea na matumizi mazuri ya rasilimali tulizo nazo kwa faida ya kwetu ya sasa na vizazi vijavyo. Na lengo lingine la nne ni kuiwezesha jamii kuwa na utamaduni mzuri wa kushiriki katika maendeleo ya taifa lao. Hayo ndiyo malengo makuu manne ya uanzishwaji wa hii taasisi ya ukombozi wa fikra Afrika. UAFIA hii imejipanga kuwafikia vijana wengi wa Kitanzania na baadaye kuwafikia vijana wengi wa Kiafrika, kwa sababu pamoja na kwamba imeanzishwa na kusajiliwa kufanya kazi zake Tanzania bara, lakini lengo ni kuendelea kujitanua na kuzifikia nchi zingine za Afrika huko mbele ya safari. Kwa hiyo tunawaalika wadau mbalimbali kwa maana ya serikali na wadau wengine mbalimbali na taasisi mbalimbali, NGO, mashirika wafanya biashara, yeyote ambaye anaweza kaona umuhimu wa taasisi hii na malengo yake, basi kushirikiana nasi kuhakikisha kwamba tunaifikisha hiyo elimu kwa Watanzania wenzetu na Waafrika wenzetu ili kuweza kuwakomboa kifikra. Na ukishamkomboa mtu kifikra, unakuwa umekomboa kila kitu. Unakuwa umemkomboa kiuchumi, unakuwa umekomboa rasilimali zake, unakuwa unakomboa kila kitu, kwa sababu atatumia fikra za kujitegemea na zilizo bora kujiendeleza yeye mwenyewe. Hata kuwa na ile dhana ya kuhisi kwamba bila ya kusaidiwa na mataifa mengine kwamba nchi yake haiwezi ikapiga hatua za maendeleo. Kwa lengo kubwa ni kufuta kabisa dhana hiyo na kuhakikisha Afrika inasimama peke yake kwa miguu yake yenyewe, kwa sababu tuna kila sababu ya kusimama peke yetu. Tuna rasilimali chungu nzima. Tukichukulia mfano tu kwetu sisi hapa Tanzania, tuna maziwa makuu, tuna Victoria, tuna Tanganyika, Nyasa na maziwa mengine, Rukwa na mengine. Haya maziwa kwetu ni rasilimali muhimu sana. Lakini tuna madini ya aina mbalimbali. Tuna almasi, tuna tanzanite, dhahabu na madini mengine mengi. Ni rasilimali muhimu sana. Tuna ardhi yenye rutuba, tuna misitu. Tuna watu wake, kundi kubwa ni vijana ambao ni nguvu kazi. Yote ile ni rasilimali ambayo sisi tunaweza kuitumia kujiendesha sisi wenyewe na kuondoa zile fikra tegemezi. Kwa hiyo niendelee kuwaalika wadau na serikali kutuunga mkono katika safari hii ambayo tumeianzisha, na kiukweli lengo lake ni hayo niliyoyasema, kuhakikisha kwamba tunakomboa vijana wetu wa sasa na vizazi vijavyo vya Tanzania na Afrika. Nihitimishe kwa kusema uhuru wa bendera. Uhuru wa bendera. Uhuru wa bendera bila kuwa na uhuru wa fikra ni utumwa. Uhuru wa bendera bila kuwa na uhuru wa kujitegemea kiuchumi ni utumwa. Uhuru wa bendera
bila kuwa na matumizi bora ya rasilimali tulizonazo ni utumwa. Uhuru wa bendera bila kuwa na lugha yetu na utamaduni wetu sisi wenyewe ni utumwa. Kwa hiyo niendelee kualika kwamba tuungane katika safari hii muhimu ya kulikomboa kwa mara ya pili bara letu la Afrika. Katika ukombozi wa fikra, naomba nitoe mfano mwingine pia kwamba kwa mfano sera ya biashara ambayo ya kwetu hapa sisi Tanzania, ambayo inampa unafuu wa kikodi ama tax holiday mwekezaji kwa miaka 5. Ni kweli inawasaidia wawekezaji kuona kwamba Tanzania ni sehemu rafiki kwa uwekezaji, lakini tunakuwa tumuinui mfanyabiashara wa ndani ama kijana wa Kitanzania mwenye nia ya kuanza biashara. Kwa hiyo ningeshauri katika kuboresha katika masuala ya ukombozi wa fikra, pia viongozi wetu waipate hiyo, kwamba tuwaze zaidi kwamba tuwape tax holiday pia vijana wetu wa Kitanzania wanaoanza biashara angalau hata ya mwaka mmoja, ndani ya mwaka mmoja, kwa sababu hata kitaalamu biashara nyingi zinakufa kati ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Kwa hiyo akipata tax holiday ndani ya ule muda, tutajua nani amesurvive kwenye biashara, nani ameondoka, na wale ambao wamesurvive kwenye biashara waendelee kulipa kodi na tayari watakuwa wameshapata uzoefu wa biashara zao. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunawahamasisha vijana wengi kufanya biashara, na ukisha kuwa na wafanyabiashara wengi wa ndani na kwa kuwapa mazingira rafiki, manake tutakuwa na bezi kubwa ya ukusanyaji kodi, na tukishakuwa na bezi kubwa ya ukusanyaji kodi, maana yake tunaruhusu taifa letu likue kwa uchumi, tuwe na uwezo mkubwa wa ndani wa kifedha, na hivyo itatuepushia mbele ya safari ukopaji wa nje. Ukopaji upo, lakini tunapunguza madeni ya nje. Hata kama tunakopa, basi ukopaji unakuwa wa ndani. Kwa kuwawezesha vijana wakakuwa kibiashara, tutakuwa tunakomboa taifa letu kiuchumi. Kwa ningeshauri sana serikali ikaliona hili na kulifanyia kazi, na hii ni sehemu ya kukomboa taifa letu kiuchumi, ambayo ni sehemu ya malengo makubwa ya ukombozi wa fikra Afrika. Lakini pia tunapatikana katika, ili wadau waweze kutupata, kwanza ofisi yetu iko Mbeya, jiji la Mbeya, mkoa wa Mbeya, eneo la Soweto. Lakini pia wanaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii. Kupitia Instagram watatupata kwa ukombozi wa fikra _wa, kwa maana WA_fikra Africa. Neno fikra Africa limeshikana. Lakini pia wanaweza kutupata kupitia Facebook ukombozi wa fikra Africa, pia kupitia Twitter ukombozi_wa fikra Africa, pamoja na YouTube ukombozi wa fikra Africa. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Tujikomboe kifikra, rasilimali zetu tutumie sasa kwa maendeleo ya Afrika. Kutembea pamoja, shukuru kwa pamoja. Bara letu ni tajiri sana, kesho yetu ni bora. Vijana Afrika tuamke, tuna nguvu kwenye mikono yetu kwa maendeleo ya Afrika. Tuwe pamoja kujenga kesho yetu. Tembea pamoja, shukuru kwa pamoja. Bara letu ni tajiri sana, kesho yetu ni bora. Vijana Afrika tuamke, tuwe pamoja kujenga kesho yetu.